Wataalam katika sekta ya habari na mawasiliano kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanasema Afrika inahitaji mfumo wake wa kipekee katika matumizi ya akili mnemba. Wataalam na viongozi hao wameyasema hayo mjini Kigali, Rwanda, ambako wanaendelea kujadiliana mikakati ya kuchukua ili kuifikia azma hiyo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwenzetu Silvanus Karemela aliyeko huko, na kwanza nikamuuliza kikao hiki kinajadili mambo gani hasa zaidi ya hilo. Asante Edith Peter. Ni kweli kuna kikao kinaendelea hapa Kigali ambacho kinahusisha viongozi na baadhi ya watu mbalimbali, sana sana viongozi wakiwemo waziri, lakini pia wakurugenzi wa mashirika mbalimbali yakiwemo yale ya mawasiliano pamoja na watunga sera katika sekta nzima ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Lakini kimsingi ni kwamba wanajadili sana sana ni kwa namna gani bara Afrika inaweza likashirikiana sana sana katika mfumo mmoja wa kuweza kuendeleza teknolojia katika sekta mbalimbali, sana sana matumizi ya akili mnemba, kwa sababu akili mnemba kutokana na maelezo yao ni kwamba ni sekta ambayo inazidi kupiga hatua. Ni sekta ambayo sasa inabadilika na kuwa chombo muhimu katika matumizi ya mawasiliano katika bara Afrika na katika dunia ya leo. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba wanaangalia zipi changamoto, zipi fursa katika eneo hilo, ili kuhakikisha kwamba sasa Waafrika hawasalii nyuma ya maendeleo ambayo sasa hivi yanashuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya dunia. Katika hilo la akili mnemba na kulingana na mijadala, Afrika iko wapi? Katika hilo la akili mnemba ni kweli kwamba na katika mjadala mbalimbali wamezungumzia kabisa hilo. Kwa mfano waziri wa teknohama ama ICT hapa Rwanda, Ingabire Paula, amesema kwamba ni kweli kwamba matumizi ya akili mnemba yamekuwa yakipiga hatua siku baada ya siku katika eneo zima la Afrika, lakini akawa ametoa changamoto kubwa kwamba pamoja na kwamba Waafrika wengi wanatumia akili mnemba katika shughuli za kawaida na mawasiliano pamoja na vitu vingine, lakini changamoto kubwa iliyopo ni kwamba hiyo akili mnemba ambayo inatumiwa na Afrika ipo katika context ama katika maudhui tuseme ya nchi za magharibi na nchi kubwa, kwa sababu wanatumia system ama mifumo ya nchi hizo. Ni kwamba akili mnemba ambayo tunaitumia leo kama Afrika haijatengenezwa Afrika, imetengenezwa katika nchi za kigeni ambazo kwazo zina mawaidha yao, zina tamaduni zake, zina mienendo ambayo kwa kweli ni tofauti na Mwafrika. Kwa hivyo akawa anasema kwamba wakati umefika nchi za Kiafrika zianze kufikiria ni kwa namna gani teknolojia na system ama labda mifumo ambayo inatumiwa izingatie matakwa na maudhui na mienendo na tamaduni za Mwafrika, ili kwamba tuwe na ile identity ama ule utambulisho wa Mwafrika katika kila sekta kwa ujumla wake. Hilo litawezekana vipi wakati kama ulivyosema nchi za Kiafrika bado zinategemea mifumo ya mataifa makubwa? Mpaka sasa hivi haijulikani litafanywa kazi gani na ni kwa namna gani utatuzi wake utapatikana, kwa sababu si katika sekta ya akili mnemba tu, hata katika sekta nyingine za mawasiliano. Hata hizi simu za kawaida hizi ambazo tunazitumia, unakuta kwamba mifumo ambayo inatengeneza simu hizi iko Marekani na katika nchi za kigeni. Sasa nadhani ni wakati ambao umefika, hata wenyewe walizungumza kwamba serikali zichukue hatua na hatua za makusudi kabisa, ikiwezekana ziweke bajeti kubwa ili kuhakikisha kwamba mifumo ya Kiafrika, yani Afrika inajitosheleza katika kuwa na maeneo ya kuweka ripoti zake, habari zake na mifumo mizima ya taarifa ambazo zinapatikana miongoni mwa nchi za Kiafrika, kwa sababu inakuwa ni hatari kubwa kwamba taarifa za kawaida ama taarifa za siri, iwe ni siri za kijasusi na maeneo mengine, kwamba hizo taarifa hizo za mawasiliano miongoni mwa Afrika zinapitia katika nchi za kigeni, kutokana na kwamba Afrika haijawa na uwezo wa kuweza kuhifadhi taarifa zake za kimsingi.